23 mstari wake wa 22. na twambe twikiriro na Kihibrio. Na kwa hivyo tuwekewe na Kihibrio. Omothe tukwamba guthoma na Hebrew. Leo tunaanzia na Hebrew. Kiambĩrĩria. Ya kwamba ni kiambĩrĩria. Kiambĩrĩria. Mwanzo, kiambĩrĩria 8. Chapter 8 bado no jetereire. Mwanzo 8. Sasa unajua our media team ni Alpha ama ni Gen Z. Sasa kabla itafute kwa hiyo lugha. Sasa wamefika. Haya, irauga atiriri. Mstari wake wa 22. Hĩndĩ ĩrĩa yothe thĩ ĩgũtũũra nĩ kũrĩkoragwo na ihinda rĩa mahanda na rĩa magetha. Haleluya. Haleluya. Rĩa heho na rĩa ũrugarĩ, rĩa riũa na rĩa gathano na rĩa mũthenya na rĩa ũtukũ. Maandiko inasema muda inchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno. Muda inchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. He maundu matagathira thĩ ĩno. Mambo ambayo hayatakoma, Biblia iratwĩra atĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Maandiko inatuambia hivi leo, angĩkorwo thĩ ĩno nĩ gũtũũra rĩ, ya kwamba ulimwengu kama utaishi, atĩ nĩ kũrĩkoragwo na ihinda rĩa kũhanda, kutakuwa na wakati wa mapanda na nĩ kũrĩkoragwo na mũthenya na ihinda rĩa kũgetha, pia kutakuwa na wakati wa mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kiugo gĩkĩ gĩkũngenagia mũno. Neno hili liko linanifurahisha, tondũ gĩkiuga ũhoro wa kũhanda rĩ, kwa sababu ikinena juu ya kupanda, to kũhanda mĩgũnda itũ, sio kupanda katika mashamba yetu pekee, no nĩ kũrĩ kũhanda thĩinĩ wa nyũmba ya Mwathani. Kuna kupanda katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, hivi leo tũgĩthiĩ kũhanda nĩ ũndũ wa nyũmba ĩno, tukienda kupanda sababu ya nyumba hii, atĩ Mwathani arotũririkana, Mungu akaweza kutukumbuka, Mwathani arokũririkana. Baba akukumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Ĩra neighbor yaku atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa kũhanda nĩ ũndũ wa nyũmba ya Mwathani. Mwambie jirani ya kwamba tunapanda sababu ya nyumba ya Bwana. Tikoinia mũtwe, ndakwĩra wĩre jirani yaku nĩ ihinda rĩa kũhandĩra nyũmba ya Mwathani, ya kwamba ni siku ya kupanda sababu ya nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Akĩmaramarĩria kando kando ta mena guoya, wengine wananenea kama wako na uoga, no angĩkorwo thĩ ĩno nĩ gũtũũra, lakini kama ulimwengu utakuwa kũrĩa guothe ũgathiĩ, mahali popote utaenda, no ũrĩkoragwo na ihinda rĩa kũhanda, utakuwa na muda na wakati wa kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana liinuliwe. Ona ũngiuma gũkũ ũthiĩ kanitha ũngĩ, hata ukitoka Pefa uende kanisa lingine, no kũrĩkoragwo na ihinda rĩa kũhanda nĩ ũndũ wa kanitha ĩyo, siku ya kupanda sababu ya kanisa hilo. No ithuĩ nĩ tũcagũrĩtwo, lakini leo tumechaguliwa mũthenya wa ũmũthĩ, siku ya leo, nĩkĩo tũtuĩke a kũhanda ya kwamba watu wa kupanda thĩinĩ wa nyũmba ya Mwathani, nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe sana. Atĩ rĩrĩa angĩkorwo thĩ ĩno nĩ gũtũũra, maadamu wangu utakuwa, no kũrĩkoragwo na ihinda rĩa kũhanda, msimu wa kupanda, na nĩ kũrĩkoragwo na mahinda ma kũgetha, msimu wa kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Leto la Jehova leo goshi. Haleluya. Haleluya. Ndĩrenda tũrore maũndũ mana tu. Nataka tuangalie mambo manne marĩa makoragwo ihinda-inĩ rĩa mahanda, mambo ambayo katika msimu wa kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. 4 principles mambo manne during seed time, wakati wa kupanda. Ĩra jirani yaku maũndũ mana, mwambie jirani ya kwamba ni mambo manne marĩa makoragwo ho ihinda rĩa kũhanda, ambayo yanakuwa wakati wa kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati ihinda rĩa kũhanda, wakati wa kupanda, nĩ gũkoragwo na sacrifice nene mũno, kunakuwa na hali ya sacrifice. Bwana Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Wakati wa kupanda, ihinda rĩa kũhanda lĩkoragwo rĩrĩ ihinda rĩa kũruta, unakuwa ni wakati wa kutoa dhabihu zetu. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Na gũtirĩ igongona tũrutaga rĩkariganĩra, na ya kwamba hakuna dhabihu tunatoa inasahaulika. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Nataka uambie jirani yako hivi, nakwenda wera jirani aterere, ya kwamba hakuna dhabihu ambayo tunatoa mbele za Bwana, gũtirĩ igongona tũrutaga mbele ya Ngai. Ambia jirani yako hivi, ambia jirani yako hivi, hakuna dhabihu ambayo huwa tunatoa inasahaulika.
Bwana Yesu asifiwe. Mwambie vizuri hakuna dhabihu huwa tunatoa ndani ya nyumba ya Bwana huwa inasahaulika. Haleluya. Na kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Noa. Alitoa dhabihu. Na wakati aliweza kuitoa ikakuwa manukato mazuri mbele za Bwana. Haleluya. Biblia inatuambia ya kwamba Yesu aliposikia hiyo harufu, wakati alisikia hiyo manukato mazuri, aliahidi ya kwamba hakuna hata wakati mmoja atamaliza watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tufungulie kitabu ya Genesis chapter 8 mstari wa 18. Haleluya. Mtu akifika aseme amen. Mwanzo 8 mstari wake wa 18. Tulisema mtu akujange na Biblia yake. Ukifika hapo kwa Biblia yako sema amina. Amen. Na tusomewe. Amen. Nisome kwa Kiswahili. Mwanzo 8 mstari wa 18. Niwekee kwa Kikuyu. Basi Nuhu akatoka yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye. Mstari wa 19, kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi kwa kabila zao wakatoka katika safina. 20, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapinga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu na mimi nisome. Unajua hii lugha yetu tulisahau. Tunataka tujikumbushe hii lugha yetu kidogo. Amen. Noa agekiuma thabina-ini o hamwe na mutumia wake, ariũ ake na atumia ao, ona cio nyamũ ciothe na nyoni kũringana na ũrĩa ciahanaine igĩkiuma thabina-inĩ. Nake Noa agĩakĩra Mwathani kĩgongona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona sasa hapo Nuhu ameanza kujenga madhabahu. Tukona Nuhu agiaka kĩgongona. Akenyita nyamũ ĩmwe kuma harĩ o mũthemba wa nyamũ. Unatafsiri. Akashika mnyama mmoja miongoni mwa kila aina ya wanyama, iria itarĩ mũgiro, zile ambazo zilikuwa safi, o hamwe na o mũthemba wa nyoni, na kila aina ya ndege iria itarĩ mũgiro, ambazo zilikuwa safi, agĩciruta igongona rĩa njino la kuteketezwa kĩgongona-inĩ katika dhabihu. Mwathani aiguire mũtararĩko ũcio, Mungu akapata harufu ya kufutia, ya kufurahisha, wa mũkenia, akamfurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani tumeona ya kwamba aliweza kutoa dhabihu mbele za Bwana. Tukona Nuhu akiruta igongona mbele ya Ngai. Na Biblia yatwĩra atĩrĩrĩ, na maandiko inatuambia atĩ Mwathani arĩ igũrũ, ya kwamba Mungu akiwa mbinguni akĩigua igongona rĩrĩa rĩ mũtararĩko mwega, akasikia harufu nzuri ya kupendeza. Biblia igatwĩra atĩrĩrĩ, Biblia inasema agĩkĩra atĩrĩ, akasema ya kwamba ndirĩ hĩndĩ ngacoka, hakuna kamwe wakati kũruma thĩ, nitailaani nchi, amu ni sababu meciria ma mũndũ, mawazo ya mwanadamu makoragwo marĩ moru, ni maovu tangu ujana wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwĩna andũ makoragwo na meciria moru. Kwa hivyo kuna watu ambao wana mawazo mabaya. Ona rĩu mũthenya wa ũmũthĩ tũrathiĩ kũruta nĩ ũndũ wa nyũmba ya Mwathani. Hata wakati kama huu tunaenda kutoa sababu ya nyumba ya Bwana. Harĩ mũndũ ũrauga ndegwaka tondũ nĩ ya pastor. Pengine kuna mtu anasema tunajenga sababu ya jambo fulani. Harĩ mũndũ ũrauga ndegwaka nĩkĩo ndĩgateithie mũndũ ũngĩ. Kuna mtu anasema si
isisaidie mwingine. No ndirenda kumwira atiri muthenya wa umuthi. Lakini nasema hivi siku ya leo. Ndugakorwo na meciria moru. Ya kwamba usiwe na mawazo yaliyo machafu. Werutira Mwathani igongona. Umtolee Bwana dhabihu. Na leo likorwo riri mutarariko mwega. Ambayo itanukia vizuri mbele za Bwana. Nake nĩegũkũririkana. Mungu atakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Rĩrĩa ũkũruta igongona rĩega. Wakati unatoa dhabihu iliyo ya kupendeza, mahinda maritũ moke. Wakati nzito ama ngumu ziingie, igongona rĩrĩa nĩrĩkũrũagĩrĩra. Dhabihu huwa inakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana liinuliwe sana. Wakati unatoa dhabihu mzuri, igongona rĩa kwendeka, unaweza ona hiyo ni mbegu ambayo umepanda. Na kuna wakati majira hukuja yakiwa mazito. Hiyo dhabihu ambayo uliweza kutolea Bwana, hiyo ndio huwa inakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Apia jirani yako dhabihu ambayo huwa unatoa mbele za Bwana, hiyo huwa inakutetea. Nasema apia jirani yako, nasema apia jirani yako, mwambie dhabihu ambayo huwa tunatoa mbele za Bwana, hiyo huwa inakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo huwa ni mbegu ambayo umeweka. Na kuna mbegu ambazo hazimei hata kwa miaka 5. Kuna mbegu zingine huwa zinachukua muda mfupi. Inawezekana wewe ni mbegu yenye wewe ni kuweka tu, uendelee na kujegea Bwana hadi miaka 5 ishe. Lakini hiyo mbegu lazima ni manukato mazuri mbele za Bwana. Na kuna wakati itamea. Haijalishi umejenga kanisa ngapi na haujaona matokeo. Nataka nikuambie siku ya leo, labda mbegu ya leo ndio itakuwa manukato mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako kwa mkono, mwambie dhabihu ya leo labda ndio itamea. Mwambie labda ya foundation haikumea, labda ya hata hii shata haikumea. Hii shata tulikuwa tunatoa 100k every month, na ziliweza kukamilika, ilikuwa 1.5 every mwezi 100k. Inawezekana ulipanda hiyo wakati, mbegu yako bado iko. Abia jirani yako mbegu yako bado iko. Kuna wakati itashipuka. Bwana Yesu asifiwe. Kabla mbegu imee, kuna process ya kuoza. Inaozanga. Posho ukipanda chini, ukipanda maharagwe yenye imekauka, ili imee, lazima umwagilie tu maji kidogo ili iweze kuoza, ili imee. Sasa kuna majira huwa inakuja, unapitia mambo mazito. Yale mambo nimepitia, inawezekana sio yenye wewe utapitia, lakini kuna muda unafikanga ile mahidi inamea. Nataka uambie jirani yako hivi, mahidi kile tunapanda siku ya leo lazima itamea. Msalimia vizuri Haiteni, muambie lazima leo siku lazima itamea. Msalimia vizuri, muambie dhabihu ya leo lazima itamea. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie hivi, haijalishi kile umekuja nacho siku ya leo, Bwana anajua. Inawezekana ni ile mbegu kidogo kama ile ya haradai. Wewe usitetemeke. Wengine wetu tukitoa 200,000 na wewe uko na 20, hiyo ndio mbegu yako. Nataka nikuambie pia inaweza mea.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimekaa na watu walikuwa wanatoa vizuri sana. Hata na uko kwetu. Lakini unakuta mwenye ako chini yake ndio inamea haraka. Bwana Yesu asifiwe. Inamea hadi mwenye alikuwa anatoa nyingi anashindwa huyu ni nini alianza kufanya. Hata wewe inaweza fanyika kwako. Inawezekana uko na kidogo. Hiyo ni mbegu. Mungu anaangalia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine mimi hustuliwa na watu, kwa sababu saa zingine wanaigirianga watu na hawajui yale mambo wanapitia. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana unaweza toa kidogo na ndio uko nayo. Mwingine kuna kijana mdogo anapanda pale, tafadhali tuangaliliwe na hapo nje. Hapo kwa stair. Huyo kijana anaweza anguka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Nasema hivi, kuna watu ambao huwa wanatoa mbegu kubwa wakifikiria itamea haraka, lakini mwingine anatoa kidogo inamea haraka. Bwana Yesu asifiwe. Unashindwa mambo yako inaenda vizuri aje, lakini ni mbegu ambayo umepanda kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Tufunguliwe kitabu ya Galatians chapter 6 mstari wa 7. Unaweka na Kihibrio. Nawekera na Gikuyu. Kihibrio nikio kiu. Motike ate motikehenie tathoma iki na hinya riu nĩndaigua nĩndanjia kũũra. Wacha nisaidie pastor. Ndĩrenda mathome. Sisi wote. Aya, nyinyi musome. Hata Ochieng amesoma. Tusipigie Bwana Yesu makofi mazuri. Motikehenie. Amen. Motikehenie. Musidanganyike. Kaida da hena na tigana na kio. Tuwekea Kiswahili, tusome kwa Kiswahili, tigana na kio. Sawa, wacha tusome Wagalatia 6 mstari wa 7. Ginyada dhidhina mpaka akaswet. Aya, maandiko inasema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kile ambacho huwa unapanda ndio utakayovuna. Inawezekana siku ya leo umepanda kidogo na ndio uko nayo ndani ya moyo wako. Usiangalie wengine. Wakati ukifika itamea, kwa sababu wewe umekuwa mwaminifu na chenye umekuwa nacho. Kama umebarikiwa na mingi, wewe mtolee Bwana kwa furaha, kwa sababu Biblia imetuambia yeye hafanyi nini? Mungu hadhihakiwi. Okay, narudia tena, msidanganyike. Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ndicho atakachovuna. Amen. Ukipanda mabaya utavuna mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Si hapa kanisani tu. Kuna wakati unaweza panda mabaya kwa mtu. Nataka nikuambie jishunge sana, kwa sababu utavuna. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Inawezekana ushawaiongea ubaya wa mtu na hujui kwa nini alikuwa anapitia hiyo hali. Ni vizuri ujue ya kwamba upandasho kisha utavuna. Haleluya. Haleluya. Wakati unadhihaki wengine,
hiyo haipotelei, hiyo haipotelei, ni mbegu unapanda. Ukiendelea kudhihaki lazima utavuna. Kuna wakati utavuna. Bwana Yesu asifiwe. Nataka usalimie jirani yako, mwambie ajishuge sana kudhihaki watu. Mwasalimie vizuri hata kama ashawahi kudhihaki wewe. Unawezekana umekaa na mtu mwenye alikudhihaki. Unashida utamwambiaje? Mwambie ajishuge na kudhihaki watu. Kwa sababu upandasho kisha utavuna. Inawezekana hautavuna leo, lakini watoto wako watavuna. Inawezekana hautavuna leo, lakini watoto wako watavuna. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri usidhihaki mtu yoyote. Wakati tunamtolea Bwana, wakati tunatumikia Bwana, usidhihaki mtu. Haleluya. Inawezekana ako na nguo moja, unamuonaga na hiyo, muombee apate ingine. Usiseme pastor anasimamaga tu na nguo moja. Usisemage praise and worship wanasimamaga na nguo moja. Usisemage mshirika fulani huwa anakujaga na jambo fulani. Upandasho ndisho utavuna. Haleluya. Ukipanda mazuri utavuna mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Apia jirani yako, ukipanda mazuri utafuna mazuri. Hii inatendeka hata kwa familia zetu. Ukikosa kupanda mambo mazuri kwa familia yako, za zingine kunakosa amani. Ni vizuri unapanda mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Apia jirani yako, lazima awe mtu wa kupanda mazuri. Haleluya. Nasema apia jirani yako. Nasema apia jirani yako apandage mazuri hata kwa familia. Mazuri kwa familia. Hata kazini mwake awe anapanda mazuri. Kwa sababu hiyo mbegu ni mbegu unapanda. Inawezekana ni ile inakanga miaka 10. Inawezekana ni ingine inakanga miezi 6. Lakini utavuna tu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, wakati wa kupanda, unapanda kila wakati. Msimu wako hadari, unapanda kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It must be done continually. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati tumepanda mahindi ama maharagwe kana posho, huwa naona watu wanarudiki kwa shamba, wanaangalia ama imemea yote. Na kama haijamea, anaweka ingine. Kama ni kweli tuseme amen. Amen. Tiguo. Wewe wauga amen. Oh. Nimesema kama ni kweli tuseme amen. Yeye ndiye amesema amen. Amen. Wewe unaamini hiyo? Mimi ninajua hivyo. Wewe unajua hivyo. Wacha niwaulize mara ya pili. Wacha nirudie mara ya sita shoka. Ni kweli? Ni kweli ama si kweli? Mwathani atuteithie. Jehova atusaidie. Geithia jirani yako, geithia neighbor yaku. Usalimie jirani. Mwambie Mungu atusaidie sana. Umwambie Ngai atusaidie muno. Sijui ama ni Kiswahili yangu gumu. Nasema kuna wakati unakuanga, tuloga kwa hida rekoragwo,
wa kupanda. Ihinda rĩa kũhanda. Ile mahindi kimea ama maharagwe. Mbembe ciamera kana mboco. Unakuta kuna mashimo ambayo haikumea. Ugakora kwĩna marima matamerire. Huwa haukufi moyo. Ndukuaga ngoro. Unapanda tena. Uthiaga ugacokereria. Kwa hivyo kupanda lazima tuwe tunaifanya kila wakati. Na kuhanda tuthiaga tuhandite o hindi o yothe. Apia jirani yako tuwe tunapanda kila wakati. Na ucoke tuhandaga hindi ciothe. Mwambie vizuri tuwe tunapanda kila wakati. Hindi ciothe. Hallelujah. Hallelujah. Point number 3 naenda kumaliza. Undu wa gatatu. Kuna kuanga na furaha. Nigukoragwo na gikeno. Wakati wa mavuno. Ihinda-inĩ rĩa magetha. Apia jirani yako kuna kuanga na furaha. Mwĩrĩ ũcio nĩ kũrĩ gĩkeno. Apia jirani yako kuna kuanga na furaha. Ĩra neighbor yaku nĩ kũrĩ gĩkeno. Wakati wa mavuno. Hĩndĩ ya kũgetha. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaendaga na kiondo. Mũndũ athiaga na kiondo. Na tumahidi tu kidogo. Na tũbebe tũnini. Lakini wakati wa kupanda anapanda tu hiyo mahidi kidogo. Ukihanda handa tũbebe tũnini no kũgetha. Lakini wakati wa mavuno. Ihinda rĩa kũgetha. Unaenda na magunia. Uthia na makonia. Ya kilo 90. Makonia ma 90. Hallelujah. Amen. Wakati wa kuvuna. Ihinda rĩa kũgetha. Kuna kuaga na furaha. Nĩ kũrĩ gĩkeno. Lakini wakati wa kupanda. No hĩndĩ ya kũhanda. Ndio unasikianga watu hawasemi amen. Nĩkĩo hau andũ mataugaga amen. Hallelujah. Amen. Tuseme amen mzuri. Amen. Wakati wa kupanda. Ihinda rĩa kũhanda. Kuna kaushungu. Nĩ kũrĩ ruo. Kwa sababu pesa zenye ungetoa. Nĩ tondũ mbeca iria ũngĩaruta. Uko na ka project ungefanya. Wĩna kaũndũ kangĩ ũngĩrekire. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwanza kuna mtu anahesabu. Nĩ kũrĩ mũndũ ũratara. Bado anataka atatoa. Nĩ ekũruta tu. Lakini anahesabu 10k. No agatara 10,000. Kwa biashara yangu kuna stock nikeweka. Na biashara-inĩ yakwa nĩngĩongerera stock na mbeca ici. Mwingine anahesabu. Ũngĩagatara. Kwa nyumba hakuna ka shopping. Ati nyumba ndire na shopping. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna mwingine atatoa 2,000. Kwĩna ũngĩkuta mbeca ciake 2,000. Na anahesabu hiyo ni house rent. Na agatara how rent ya nyumba nĩ yathiĩ. Imeenda. Nĩ yathiĩ. Kuna kuanga na ako kaushungu. Yani nĩ kũrĩ karuo keho. Lakini wakati wa kuvuna. No ihinda rĩa inakuwa ni furaha. Gũgakorwo nĩ ũhoro wa gũkũngũiya. Saa hiyo hata huwezi shikika. Hĩndĩ ĩyo ndũngĩnyitĩka. Hallelujah. Nĩ ũririkanĩtwo. Wakati wa mavuno. Ihinda rĩa kũgetha. Hata tutajua tu. No tutamenya. Unasimamaga na ujasiri. Kũrũgama na ũkarũga. Kwa sababu uko na shukrani uko nazo. Ũgakena tondũ wĩna ngatho. Hallelujah. Hallelujah. Lakini wakati wa kupanda. No rĩrĩa wahandaga. Kuhinyĩrĩrĩka. Rĩrĩa wahandaga. Apia jirani yako kuna kuvumilia kwingi. Nĩ wega wĩrĩ ũcio ũngĩ nĩ kũrĩ na gũkirĩrĩria. Wakati wa kupanda. Hĩndĩ ĩrĩa ũrahanda nĩ kũrĩ na gũkirĩrĩria. Na unajua wakati wa kupanda hukuragi mbegu. Na rĩrĩa ũrahanda ndũrĩaga mbegũ. Unaiwekaga hata kama chakula imekosa. Ona angĩkorwo irio citirĩ kuo citirĩ. Unasema hiyo ni ya kupanda wakati huo mwingine. Ugaga mbembe ĩyo nĩ ya kũhanda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia number 4. Ũndũ wa kana. It requires commitment. Nĩbataraga gwĩtũma. Apia jirani yako it requires commitment. Nĩbataraga gwĩtũma. Mwambie vizuri it requires commitment. Nĩbataraga kwĩrutĩra. Hallelujah. Hallelujah. Kwĩrutĩra. Kwĩrutĩra. Kujipeana. Gwĩtũma. Hallelujah. Hallelujah. Unajituma. Amen. Unajituma kwa kazi ya Bwana. Ukirutira wĩra-inĩ wa Ngai. Hiyo ni kupanda. Koguo kũu nĩ kũhanda. Saa zingine na hĩndĩ ĩngĩ hata huwa nafikiria ndani yangu. Nĩ ndĩraga thĩinĩ wakwa. Labda hivi ambavyo nimeokoka. No korwo ona ũhonokete. Labda hata si mbegu yangu ninakulia saa hii bado. No korwo na ti mbegu yakwa ndĩrarĩra. Nakulia ya shosho yangu. No korwo nĩ shosho wahandĩte mbegu ĩyo. Labda nakulia ya guka yangu. Guka wahandĩte mbegu ĩyo. Ama ya baba yangu. Kana baba. Ama ya mama. Kana nĩ mamu wahandĩte mbegu. Ama rafiki mmoja akapanda mbegu kwa ajili yangu. Kana mũndũ ũngĩ akĩhanda mbegu nĩ ũndũ wakwa kana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Unajua ambavyo huko? Nĩ wamenya ũrĩa ũtariĩ. Labda kuna mtu alipanda mbegu. No korwo kwĩ mũndũ wahandire mbegu nĩ ũndũ. Wakati unatoa. Hĩndĩ ĩrĩa ũraruta. Inaweza kuwa haitamea wakati wako. No kũhoteke rĩngĩ itamea wakati wa watoto wako. Na mimi nimeona ikitendeka. Nimeona kuna wazazi ambao huwa wanaishi maisha magumu sana.
Lakini unakuta mtoto no gakora mwana wake ndiye amebarikiwa akiwa na miaka 25. Ugakora munini ni murathime muno. Naye huyo mzazi wakati alikuwa miaka 25, na rĩrĩa mũciari ũcio arĩ miaka ta yake rĩ, hata yeye akifanya mahesabu ona kaithabu yake kwenye huyu kijana ako mwanake wake kana mwana wake anaona ako mbali, akona kaihu muno, kwa sababu yeye hata hako anafikiria mambo yenye kijana wake anafikiria. Nĩ tondũ ndeciragia maũndũ ta marĩa rĩngĩ mwana wake namo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩtũra Jehova rehe ũgooci. Haleluya. Haleluya. Ni mbegu ambayo ulimpatia. Ni mbegu ile wa muhande. Si yeye anaweza lika sana. Weno wakene muno nete. Lakini ni mzazi alipanda mbegu. No ni mũciari wa handire mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Nĩtũra Jehova rehe ũgooci. Ni ile mbegu inakanga miaka 10. Ni mbegu ile ikanaga rĩngĩ miaka 10. Enda utafute vizuri. Thiĩ ũcarie wega. Kuna mbegu ambazo zinakanga hata 10 years. Nĩ kũrĩ mbegu cikaraga muno. Kalianguka mahali. Kabegu gakĩgwa. Hata hakafanyi kitu. Na gatire kondo. Lakini wakati miaka imesonga, no rĩrĩa miaka yathianga, kana meanga tu once, ukona kamera o rimwe, kama ile miti inakuanga kule Mombasa, ta miti ĩrĩa ĩkoragwo kule Mombasa inaitagwa baobab trees. Miti ĩrĩa ya baobab. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama hizo mbegu zingekuwa zinamea haraka ingekuwa mingi sana. Angĩkorwo mbegu icio nĩ imeraga na ihenya rĩ, miti lakini nasikiaga kanaka, no mbegu ya gwathĩ, lakini wakati itamea, no rĩrĩa kamera, baada ya miaka 5, miaka 5, hata huwezi shika hivi. Ndũngĩhota kũnyitanĩria kĩmũtĩ kĩu. Haleluya. Haleluya. Hivyo ndivyo itakuwa siku ya leo. Ũguo nĩguo gũgũkorwo. Haleluya. Haleluya. Utapanda. Nĩ ũkũhanda mbegu. Ukikosa kuona mbegu imemea, no yaga kũmera mbegu ĩyo na mbegu itashipuka tu. Mbegu hiyo no ikamera. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tusimame kwa miguu yetu. Nikiera turugame na maguru maitu. Haleluya. Amen. Amen. Thank you. Ni wakati wa kupanda. Ni ihinda rĩa kuhanda. Siku ya leo. Muthenya wa umuthi. Kama tumesimama tuwekewe Psalms 126. Turugamite uguo twekera thaburi igana rĩa 26. Psalms 126. Thaburi igana rĩa 26. Mstari wa 5 na wa 6. Muraini wa 5 na wa 6. Psalms 126. Psalms 126. Haraka haraka. Na ihenya tu uguo. Thank you. Muraini wa 5 na wa 6. 26 line 6. Hiyo. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying shivers with them. Arĩa mahandaga na kĩrĩro nĩmakagetha magĩkũngũyagia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani gũkena, kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako ukipanda siku ya leo, ya kwamba wahanda umuthi, Biblia imetuambia katika Psalms 126 utarudi na kufurahia. Haleluya. Salimia watu 5 uwaambie utarudi ukifurahia. Salimia watu 5 waambie ukipanda siku ya leo utarudi ukifurahia. Haleluya. Amen. Ndogeithie mundu tu umwire ni umwendete. Salimia mtu mwambie unampenda. Geithia mundu umwire ni umwendete, we moko na iguru goce Ngai. Geithia mundu umwire ni umwendete, we moko na iguru goce Ngai. Geithia ciongi, geithia ciongi, umwire ni umwendete, we moko na iguru goce Ngai. Geithia ciongi, Ngai nĩ mwega. Wetu ni mwema. Tondu guku tugeithanagia na iteo. Sababu hapa huwa tunasalimiana kwa heshima. Na Ngai nĩ mwega muno. Na Mungu wetu ni mwema sana. Ndĩrenda tucere hanini. Nataka tutembee kidogo. Umio hau gĩtĩ-inĩ. Yani utoke kwa kiti chako. Ugeithie mũndũ tu ũtarĩ wageithia labda. Yani tembea usalimie mtu mwingine ambaye pengine hujai msalimia. Tondu nĩ kũhanda. Ni sababu ni kupanda. Tucoke tũke na gĩkeno. Na alafu tutaweza kuvuna kwa furaha. Geithia mũndũ. Umwire ni umwendete, we moko na iguru goce Ngai. Geithia ciongi, umwire ni umwendete, we moko na iguru goce Ngai. Rĩu tũtĩraga nĩkĩ kũmwara
Omwene ni umwendete wa moko na iguru Ngai thio ciongi Omwene ni umwendete wa moko na iguru Gocega Shangwe na vigeregere kwa Yesu Amen. Shangwe na vigeregere kwa Yesu Amen. Hey. 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 Amen. Ambia jirani yako tunapanda. Mwambie tunapanda na hatuogopi. Inawezekana mjengo ni mkubwa. Mjengo ni mkubwa sana. Hata roofing tulipewa quotation moja ni milioni 2. Na roof peke yake tu ni milioni 2. Tushaitisha quotation moja ni milioni 2. Quotation ya belela tu amokirite ni milioni 2. Wewe usistuke. Ai ndukamakeniyo. Ni sisi ambao tumeshaguliwa. Ndio tuthuretwo. Na kazi itaendelea. Na wewe ni gothi na mbere. Nataka tuende mbele zake Bwana. Leo tuthi mbele ya Ngai. Najua umemtolea Bwana kwa muda mrefu. Najua unarudisha Jehova Ngai na. Hata ulikuwa umekufa moyo ndani yako unasema hizi kanisa nimejenga mingi. No kono kwete ngoro kwa ni wakete. Nimesimama na kasi ya Bwana sana. Noka legio kona ni urogamete na ira wa Ngai muno. Sasa sitaki tena. Noka igwe ni unogete. Nataka nikuambie mbegu itamea. Nokwenda kukwira te mbegu ni kumera. Haijalishi umejenga ngapi. Utira makani wakete sigana. Haijalishi umesimama na watumishi wa Bwana wangapi. Utira makani urogamete na tukata sigana. Inawezekana generation yako. Noko ndangani ni wa generation. Ndio itafuna. Niwe kagetha. Enda mbele za Bwana umwambie dhabihu utamtolea siku ya leo. Mbele yake yumwene igongona leo kuruta. Ikaweze kuwa manukato mazuri. Nataka igongona leo kenia Ngai. Noa alitoa dhabihu. Na kenu huwa kiruta igongona. Ikakuwa manukato mazuri. Nataka leo kenia Jehova. Ikakubarika mbele za Bwana. Nataka mbele ya Ngai. Na akasema ya kwamba Ngai akiuga aterere. Sitawahi maliza Dikani na rege. watu wangu tena. Adu akwa rege. Kuna magonjwa ambayo inaweza ondoka kwa mwili wako. Kuna merimo egiuma mwene waku. Ni kutoa tu. Ndio wako ruta. Kuna mambo inaweza badilika. Kuna mambo magigaroroka. Kwa sababu ya kutoa. Ndio wako ruta. Haleluya. 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 Amen. Waliambiwa hawatawahi malizwa tena. Siku ya leo nataka nikuambie dhabihu ambayo ushawaitoa kwa ajili ya Bwana na iwe inakutetea wakati umepangiwa kuisha. Hiyo dhabihu hiyo inakutetea. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Mwambie Bwana siku ya leo nataka dhabihu ambayo nitatoa iwe inanitetea wakati mashida imekuja, magonjwa yakikuja, kudhihakiwa kukikuja. Dhabihu yangu Jehova iwe inanitetea katika jina la Yesu. Inua mikono yako kwa Bwana. Enda tu mbele zake. Mwambie Bwana dhabihu yangu iwe inanitetea wakati siwezi jambo lolote. Dhabihu yangu Bwana iwe inanitetea wakati nimelala. Oh, wewe unanitetea. Yeye anaweza yote. Yeye anaweza. Dhabihu yako na ikuwe manukato mazuri. Dhabihu yako na ikakubariki mbele za Bwana katika jina la Yesu. Milima ikikuja, milima ikikuja, milima ikikuja, dhabihu yako iwe inakusaidia unapanda. Miteremko ikikuja, dhabihu yako iwe inakushikilia katika jina la Yesu. Yes, Lord. You are the God. You are Lord, we worship you. We give praise. We give you all the glory. Mighty King of all glory. Mimi naomba Bwana ya kwamba akaweze kutenda jambo siku ya leo. Kuna mtu alikuwa amekufa moyo kwa sababu amekuwa akipanda. Amepanda kwa sehemu tofauti. Inawezekana huko haikumea, lakini siku ya leo
Hiyo dhabihu itamea hapa. Hiyo dhabihu itamea hapa. Katika jina la Yesu. Jehovah, we exalt you. Mighty Father, there is none like you. You are good. Naomba dhabihu ambazo mmekuwa mkitolea Bwana zikaweze kumea, ama wakati uko katika mazito iwe inakutetea katika jina la Yesu. Kuna watu wako mahali hapa hivyo wamesimama, ni dhabihu ilitolewa ili ukaweze kusimama. Na wewe unaweza toa dhabihu siku ya leo. Unaweza toa dhabihu ya kumjengea Bwana nyumba iwe inakutetea katika jina la Yesu. Baba wetu na Mungu wetu, tunasema ni asante. Asante kwa sababu ya kunena nasi. Bwana, ni asante kwa sababu ya kutuambia kuna kuanga na wakati wa kupanda. Umetuambia ndani ya neno lako igari hii dunia itabaki, kupanda ni lazima na mafuno itakuwa. Baba yetu na Mungu wetu, ni sisi ambao umeleta hapa Emmanuel ili Bwana tukaweze kusimama katika kazi yako. Ni sisi ambao umeleta ili Mungu wetu tukaweze kujenga hili kanisa. Baba yetu, ni mbegu tunapanda na tunaomba ya kwamba itashipuka katika jina la Yesu. Asante Bwana, mama Bwana, tukikutolea Bwana, kama kuna yoyote mgonjwa, tunaomba uponyaji wako katika jina la Yesu. Wengine wamegojeka mioyo yao kwa sababu walidhihakiwa na watu. Bwana, ninaomba ukamponye hizo vidoda zote katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, kuna wengine hata kukuomba ni shida kwa sababu ya mizigo ambao wamebeba. Baba yetu na Mungu wetu, ninaomba ya kwamba ukaweze kuwapumzisha katika jina la Yesu. Asante Bwana wa mabwana. Hii wiki ambayo tunaanza, tunaikabidhi mikononi mwako. Siku ya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday na Sunday tukipatana. Bwana, sifa na utukufu zikakurudia. Ninaomba ya kwamba hizo siku zote utatendea watu wako mambo ya ajabu. Utabariki kazi za mikono yao. Utawapanulia mipaka. Utawapatia kukubalika katika jina la Yesu. Asante Bwana wa mabwana. Tunakuinua na tunasema ni asante. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Zote tuseme amen. Zote tuseme amen. Amen. Tunaweza keti. Asante sana my interpreter. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dakika tu kidogo nataka ni invite our choir. Unajua wamezoea kuimba moja. Sasa leo nataka watuibie song moja. Ile song Steve huwa anatokea hapa mbele anafanya kitu. Demonstration. Amen. Hiyo song huwa inanibariki sana. Kwaya karibuni. Nataka mzoee kuitangwa wakati wowote. Tupige kwa yetu makofi. Inaitwa prop 2. Unaitangwa kama hujajitayarisha. Sasa mnaipa hiyo song. Hiyo song nimesema. Sijui ama ndio inakuanga na Musa.
Tuwapigie makofi mazuri. Na watu wasitoke, leo ni special Sunday. Leo tunakula lunch hapa. Kila kitu ni hapa. Waisraeli walitoka Misri wakielekea nchi ya Kanaani, wakiongozwa na Musa kule jangwani. Misukosuko ilianza kati yao. Waisraeli walitoka Misri wakielekea nchi ya Kanaani, wakiongozwa na Musa kule jangwani. Misukosuko ilianza kati yao. Watutesa, mbona watutoa nchi ya Misri, mahali tulikuwa tukila na kunywa, na hapa jangwani hakuna hata maji. Watutesa, mbona watutoa nchi ya Misri, mahali tulikuwa tukila na kunywa, na hapa jangwani hakuna hata maji. Kiwa jangwani watu walikufa, wanyama walikufa, njaa iliwatesa kwa makosa yao kuabudu sanamu badala ya kumwabudu Mungu Baba yetu. Wakiwa jangwani watu walikufa, wanyama walikufa, njaa iliwatesa kwa makosa yao kuabudu sanamu badala ya kumwabudu Mungu Baba yetu. Watutesa, watutoa nchi ya Misri, mahali tulikuwa tukila na kunywa, na hapa jangwani hakuna hata maji. Watutesa, watutoa nchi ya Misri, mahali tulikuwa tukila na kunywa, na hapa jangwani hakuna hata maji. Watutesa, watutoa nchi ya Misri, mahali tulikuwa tukila na kunywa, na hapa jangwani hakuna hata maji. Tuwapigie makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka wenye wako na raffles na wanataka kuuza tuanze hiyo kazi haraka haraka, na nitaomba Baba Dishon, tuko katika mudi ya fundraising. MCA wa Kamen, tutoke live. Poleni. Our MCA bado wanakuja ako jiani, lakini sisi tunaanza fundraising. Bwana Yesu asifiwe. So tukianza watu hawataenda. Tutakuwa na time ya kukula kama hata kuwa amefika, walikuwa mkutano na huko na governor, lakini lazima afike. Hata kama tutakuwa tumemaliza wa fundraising, hatutaenda, tutamgojea. Bwana asifiwe. Siku ya kupanda ni ya kupanda, na huwa inakuanga na ushugu hivyo. Haleluya. So naomba tu julanshi iko tayari, watu wasiende tafadhali. Tugojee our chief guest akuje. Nitaomba Baba Dishon akuje aombe ili tuingie katika mudi ya fundraising. Kama ulikuwa na kitu ya kuuza ulete, wenye walikuwa wameahidi vitu ya Lavos zikuje. Na kama uko na raffle unataka kuuza, uuze. Uzuri wa hii church yetu, jambo moja, huwa hatusukumi watu toa hadi yenye uko. Utatoa tu yenye ulikuwa umepanga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisikia umeguzwa, unaweza toa yenye ulikuwa umepanga ya kununua unga, na itakuwa ni ya baraka. Baba Dishon, si useme jambo kwa sababu ya
ya hii mjengo tu, useme tu kidogo alafu uombe na usikae, ili watu wakuwe wamejitayarisha kuanza kutoa. Na rafo, unajua kila mtu ako na rafo yake. Kama ulienda na rafo, na ngojea pesa. Na washirika wote tuliongea, isipokuwa wageni, watu walishukua kadi. Tunalegesha kadi siku ya leo kwa uaminifu. Bwana wabariki. Bwana asifiwe sana. Nimeambiwa niseme kitu, nilikuwa najitayarisha kuomba. Nataka kurudia kidogo ile ndugu Maina alisema. Ametuletea ujumbe ya kwamba ameona maono, na akaleta ujumbe ya kwamba kanisa hili la juu limekuwa tayari, it is already finished. Ile imebaki sasa ni sisi tufanye kazi ile tunafanya, tukijua Mungu ametumalizia kanisa. Kwa hivyo tuna shukrani nyingi kwa sababu ametenda. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ni furaha yangu kusikia already ameimaliza. Kwa hivyo hiyo ni kutupa moyo ya kwamba hatutashindwa, kwa sababu Mungu akiwa amesema imekuwa tayari, hiyo ni kweli imekuwa tayari. Na tuko na hard cash, tunauza tu. Tumemwambia si pressure, tunafanya fundraising and we want to enjoy tukipeana. So ukiuziwa hard cash, nitauliza Collins aingie ndani achukue hizo hard cash na asaidiwe na mtu mwingine. Hard cash moja tulisema tunauza pesa ngapi? 200. Yenye tu ulikuwa umepanga ya mjengo, wewe unatoa 200, unanunua hadi kashi. Bwana asifiwe. Naonekana ndugu anataka tukoje dakika kidogo. Wakati pasta alikuwa anahubiri, nilikumbuka ule mama aliyejengea nabii nyumba. Alipojenga hiyo nyumba, waliweka kitanda, wakaweka taa na meza. Ule nabii akipita alikuwa analala huko, na hiyo ilikuwa furaha ya huyo mama. Bila kuulizwa, huyu nabii aliambia huyu mama alikuwa tasa, akamwambia next year muda kama huu utakuwa ukimnyonyesha mtoto mfurana. Ule mama kwa sababu hakuwa na hiyo mawazo, akijenga hiyo nyumba ya nabii hakufikiria atabarikiwa, lakini Mungu alimbariki na mtoto. Alimwambia nabii, na usinidanganye. Alikuwa anaona ni kama uongo, lakini Mungu alitenda. Kuna kitu kilitendeka baadaye. Huyu mtoto alipoanza kutembea na kukimbia hapa na pale, akawa mgonjwa wakati wa harvest na akafa. Ule mama alipoona mtoto amekufa, alichukua huyo mwili akaenda kwa ile nyumba alijengea nabii na kuweka kitanda na meza na taa mahali huyu nabii alikuwa analala. Elisha alienda akafungua hiyo nyumba, akalalisha ule mtoto kwa ile kitanda cha nabii. Yaani aliwekelea mtoto kwa ile dhabihu alitoa kwa Mungu. Ile dhabihu akalalisha mtoto hapo na akaenda kutafuta nabii. Na Mungu alifufua huyo mtoto kwa sababu aliwekelewa
kwa ile dhabihu yake. Ndio nakubaliana na pastor akisema dhabihu yako itakutetea. Kwa hivyo unapomtolea Mungu ujue hiyo haipotei. Bwana asifiwe sana. Sikuweki pressure ati ufanye hii ama uweke ingine, lakini ninakubaliana na hiyo yote imehubiriwa na wapendwa, na ninakubaliana na hiyo. Sasa tutaomba. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunanyenyekea miguuni mwako alasiri ya leo, tukiwa na shukurani nyingi kwa kutunenea kwa njia ya kipekee siku ya leo. Twasema ni asante. Aliyetuletea hilo neno la kupanda na kuvuna, twasema ni asante, tukiomba umbariki na nyumba yake na hata huduma yake uipanue, ewe mfalme wa wafalme. Twasema ni asante Baba, kwa sababu ya siku ya leo ni siku ya matoleo, na wapendwa wamekubaliana wote ya kwamba watatoa dhabihu kwako ikiwa kama mbegu, na zote tuna imani ya kwamba hiyo mbegu itachipuka na kuzaa 100 mara 100. Kwa hivyo tunakushukuru kwa sababu tunapokutolea sio kazi bure, tutabarikiwa. Utusaidie Baba tunapoenda kukutolea, utusaidie tutoe kwa mioyo mikujufu na kwa furaha, bila manunguniko kama vile tumefunzwa siku ya leo. Asante Bwana, utukufu ni kwa jina lako. Wote ambao watanyosha mikono yao, wote ambao wamejitayarisha kukutolea, uwabariki. Kuna wale hawana katikati yetu, ni wewe ukupeana, na wewe ndiye mweza wa yote. Twaomba katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu mjengo huu haujaisha Baba, ufungue milango, watu wako wapate nyingi zaidi na waweze kukutolea. Tunajua washirika wetu ni wakarimu, wana upendo wa kutoa. Kwa hivyo wale ambao hawana Baba, uwakumbuke jioni ya leo, wasiondoke hapa bila kubarikiwa na wewe. Na wale watatoa Baba, uwabariki zaidi, na utusaidie zote ndio tuweze kushirikiana Baba wetu wakati wa matoleo, tuwe tukiwa na cha kukutolea. Asante Bwana, jina lako lisifiwe. Tubariki zote na uwe pamoja nasi, na utupe amani na utupe furaha. Tunakushukuru tukikwambia twakupenda ewe Baba, na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu nimeomba na kuamini, amen. Ninaomba hata wale watoto wetu wote waingizwe ndani, washirika wote waingie ndani. Hii kazi tunafanya pamoja, na Mama Karo akuje hapa mbele na Miss King'ori akuje hapa. Tunataka kufanya watu watoke kwenye wako sasa, tuarrange kiu tofauti. Wenye wako na vitambaa waanze kutuuzia. Bwana Yesu asifiwe. Nikikojea hao wakuje hapa, ndio our treasurers, ndio wanatuhesabia pesa siku ya leo, na itakuwa ni ya baraka sana. Mrs. King'ori karibu. Mama Karo, Baba Maxisi, siwaambia hao watu wote wako nje mpaka watoto waingie sasa. Tunataka kujenga tukiwa zote. Tunajenga nyumba ya Bwana mpaka na watoto wetu. Mwenye anauza hadi kashifa kwa wapi? Tuharakisheni. Hapo wapi Collins? Ingia ndani, kuja. Mwambie akuje ndani, we kuja tu. Tunaanza kuuza hizi
Karugo nisaidia watu wakuje haraka haraka. Hata huyo mwenye anauziwa kitambaa kwanza waingie. Na Collins hawezi peke yake. Shadi, enda ushukue hizo hadi kashifu zingine uingie nazo. Na hii shondo itawekwa hapa mbele. Steve, kuja unisaidie. Kuja na kiti moja hapo. Tuko katika mudi ya fundraising Tuko katika mudi ya fundraising. Sasa unaweza keti, nitakuita tu, wewe usikae mbali, ukae tu pahali karibu. Collins, anza hapo nyuma. Unapea mtu kwa mkono, unampea tu kwa mkono, anakupea 200. Anza hiyo roho ya nyuma. Mwingine akuje anze hapa mbele. Anza hapo kwa Mama Faith. Kila mtu yenye alikuwa amepanga ya fundraising studio anaongezea 200. Waithera, nani mwingine ako na hadi kashifu za kuuza? Ni Collins peke yake. Wakuje ndani, kila mtu aingie. Mwenye ako na kitu ya kuuza alete. Tunapeana kwa furaha. Na pia mtoto anaweza enda aombe mzazi 100 yake 2. Na hakuna kukopa, hatutaki deni, hatutaki pledge. Wekeni tu hapo. Na mwenye anatuma tunataka tuone message kwa till. Kwa ile pay bill, si kwa till. Iweke kwa screen, iko kwa screen. Na message mtu asifute. Tunataka tuone check 2. Nasikia venye inaongea. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mama Magi, tusaidie hapa mbele pia. Kuja hapo mbele kwa Mama Karo hapo tusaidiane. Anza hapa Everett. Ukienda hivyo unampatia tu kwa mkono 200 inakuja. Sasa tuko sawa. Tuko katika mood ya fundraising. Na watu wasikasirike. Ni kucheka tunajegea Bwana. Baba Karo simuoni. Na wenye wako nje tafadhali muingie. Wenye wako nje tumsikujiwe, hata watoto waingie. Wacha wapigie makelele huku ndani sasa. Tumewaruhusu. Hata wao wajue kujegea Bwana. Tili iko kwa screen. Baba Karo abiwe na mhitaji. Akuje kidogo ni mnogoneze. Naona sasa watu wanafurahia. Tuko katika mood ya Baba Karo na mgojea. Asante sana. Baba Karo ni wewe na gojea. Asante. Karibu. Unaona mpaka wageni wetu wameanza kuingia. Tuwapigie makofi mazuri. Mama Fefa ni mgeni wetu. Baba Karo ndiye anagojea. Na hao watoto wote wako nje waambiwe waingie. Na wenye wako na hizi jacket, hizi reflectors zimeandikwa Pefa Emmanuel wakuje hapa mbele. Naona kuko na change na sikuwa nimeiona.
Tupigie huyu mzee makofi, ni mgeni wetu. Hawa ndio wageni tulikuwa tunagojea. Karibu, kuja. Simpigie huyu mgeni makofi na ako na pesa. Asante. Mimi nataka tuanze kutoa pesa. Tukiuza hadi kashifu. Tukiuziwa Ravos. Na asanteni sana kwa kuvumilia. Kila mmoja mwenye